Hebu jitambulishe, unaitwa nani? Flora Melino, natoka Nyasa. Flora, wewe ushuhuda wako ni nini siku ya leo? Ushuhuda wangu mimi nilikuwa nimepotelewa na mtoto. Na mtoto wangu huyu ni muda mrefu ananisumbua kama miaka 5. Nakuwaga napotea, anapatikana. Napotea, anapatikana. Lakini kuna mtumishi mmoja ndo akanileta katika kanisa hili. Nikawa nimekuja Jumapili iliyopita. Nikawa nimemwelezea mchungaji, akawa ameniombea. Baada ya kuniombea akawa ameniambia mwanangu alikuwa amepotea kama wiki moja. Baada ya hapo mchungaji akaniambia kwamba nenda nyumbani utamkuta. Na baada ya kumaliza ibada hapa nikaenda nyumbani. Nilipoenda nyumbani mtoto nikamkuta nyumbani. Mkuta amesharudi? Ndio. Na hapo alikuwa amekaa muda gani nyumbani bila kuonekana nyumbani? Wiki nzima. Wiki nzima alikuwa hayupo? Ndio. Sasa hivi ana umri gani? Ana miaka kama 12. Na imeanza ikiwa ana umri gani? Yaani sikumbuki kama kwenye miaka 7 hivi. Miaka 7. Baba yake yupo? Baba alikuwa anasemaje akiona? Baba naye alikuwa tunasumbuka naye hivyo hivyo, tukishampata na adhibu, akishamwadhibu lakini haweza akakaa wiki, siku 2-3 tu nyumbani ameshatoka. Na yeye alikuwa ukimuuliza kwa nini upendi kukaa nyumbani anasema? Yeye anakuambia hivi, mimi kuna kitu kinaniambiaga kwamba toka nyumbani. Hata shule akifika nakwambia mimi kuna kitu kinaniambia toka shule. Kuna kitu kinamwambia toka shule? Kinamlazimisha au kinamshawishi? Yaani kinamshawishi atoke. Sasa nyinyi mlikuwa mnamchapa tu hivyo hivyo? Ndio, tulikuwa tunamwadhibu tu hivyo. Lakini haisaidii kitu. Sasa wewe ulijuaje kwamba hili swala linatakiwa kuombewa sio kitu? Kuna mtumishi mmoja ndiye aliniambia hivi, mtoto huyo msio mnamwadhibu, muangalie labda kuna kitu kinachomsumbua. Twende kwenye kanisa yetu, labda mchungaji akakuombea atabadilika tu. Huyo mtumishi ni mshirika wa hapa? Ni mshirika wa hapa. Wewe unaitwa nani? Naitwa Dadi. Dadi? Ndio. Dadi nani? Zablon. Dadi Zablon. Sasa wewe mama anasema kuna kitu kilikuwa kinakwambia uondoke nyumbani. Ni kweli? Ndio. Uko unasikia? Nikikaa hivi unaniambia ondoka hapa, ondoka hapa. Unasikia sauti kabisa? Yaani kuna kitu kinakuwa moyoni mwangu, yaani kinaniambia niondoke hapa. Alafu ukifika huko kinakwambiaje? Kama nikifika kule kwamba naanza kuwaza hivi, huku nimekuja kufanya nini? Kikifika kule kinakuacha tena mwenyewe? Unabaki peke yako? Afu naanza kama kule nishaondoka, nishakosea, ndo naanza kuogopa. Unaogopa kurudi nyumbani? Ndio. Unaogopa kurudi nyumbani kwa nini? Kwa sababu sijui, kwa sababu nimeondoka, afu sijui nimeondoka kisa nini. Unaogopa mama atakuchapa? Ndio. Na Jumapili ndio ulirudi. Ilikuwaje ukarudi? Nilisikia tu kitu kinaniambia nenda nyumbani. Nikaja nyumbani nikakaa pale, kashangaa mama anatokea huko sio, nikamwambia, akaniita. Hapo na baba akaja muda huo. Walikuchapa? Hamna. Hiyo sauti umeisikia tena kwanza hiyo Jumapili iliyopita? Hapana. Hujaisikia tena? Ndio. Na umeanza kuisikia lini hiyo sauti? Muda mrefu mno. Ukiwa na miaka mingapi? Ukiwa darasa la ngapi? Nilikuwa darasa la 3. Darasa la 3? Ndio. Sasa hivi uko darasa la ngapi? La 6. Darasa la 6. Ndio. Wewe unawashauri nini wazazi na walimu ambao pengine watoto wengine wana tabia kama kwako? Nawashauri waje kanisani. Waje kanisani? Ndio. Sasa wewe kibinafsi na Yesu na mahusiano gani? Unampenda Yesu? Ndio. Sasa wewe hiyo sauti unaweza ukaishindaje kwake? Kwa Yesu? Ndio. Inabidi ukae na Yesu vizuri, hiyo sauti isiwe inakulazimisha tena na kudanganya. Sawa. Utakuwa unakuja kanisani. Ndio. Mungu akubariki. Amen.